Yesu asifiwe. Takusaidia kusoma, mtu wa Mungu, usijali. Kikubwa uipate ile message ambayo Mungu ameikusudia siku ya leo. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunaendelea na somo, ikiwa leo ni siku ya 3, ambalo lenye kichwa kinachosema agano lililo bora, agano lililo bora. Na tumetoka mahali parefu kidogo, hatuwezi kurudi huko, tutaendelea hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Wagalatia sura ya 2 mstari ule wa 9 mpaka ule mstari wa 17. Maandiko yanasema, kitabu cha Wagalatia sura ya 2 mstari wa 9 mpaka ule wa 17. Tena walipokwisha kuijua ile neema iliyopewa, Yakobo na Kefa ambaye ni Petro na Yohana mwenye sifa kuwa ni nguzo, walinipa mimi na Barnaba mkono wa kuume wa shirika, ili sisi tuende kwa watu wa mataifa na wao waende kwa watu wa tohara, yani Wayahudi. Anayazungumza haya maneno ni mtume Paulo. Anasema hawa ambao walikuwa na sifa ya kuwa ni nguzo, ambaye ni Yakobo, Kefa ambaye ni Petro na Yohana, walipoiona neema ambayo Paulo mtume amepewa, hawa walimpa mkono wa kuume wa shirika, ili sasa mtume Paulo aende kwa watu wa mataifa na wao waende kwa watu wa tohara. Jana nilikwambia mtume Paulo, Yesu Kristo alimpa jukumu ya kulikamilisha neno, kwa sababu neno lilikuwa halijakamilika. Na nikasema lilikuwa halijakamilika kwa maana ya kwamba hakukuwa na uelewa juu ya kile kilichofanywa Agano la Kale na kile Yesu alichokifanya. Sasa ili kuleta huo uhusiano wa pamoja wa Agano la Kale na kile Yesu alichokifanya, Mungu akampa hilo jukumu Paulo la kuunganisha kile kilichofanyika kwenye Agano la Kale na kile kilichofanyika Yesu Kristo alichokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu maandiko yanasema Torati, Zaburi na manabii vyote vyamshuhudia Kristo. Sasa tunaposoma vitabu vya Torati, tunaposoma manabii, tunaposoma Zaburi, zote zinaeleza kwa habari ya Yesu Kristo. Lakini kwa sababu haya mambo yalikuwa yamefunikwa, yalikuwa ni siri, hakukuwa na uelewa wa watu kuelewa kile kilichoandikwa kwenye Agano la Kale katika hivyo vitabu, kuonyesha hiyo picha ya Yesu Kristo. Kwa hiyo Mungu anampa jukumu Paulo la kuyafunua hayo mambo na kutuonyesha kwenye Agano Jipya kwamba kile kilichofanyika kwenye Agano la Kale kilikuwa kikihusisha nini, au kina uhusiano gani na kile Yesu alichokifanya msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Kama utakumbuka, mtumishi Martin alishatufundisha mahali akasema ile picha ya Farao, ile picha ya Mfalme Daudi pamoja na Goliati ilikuwa ni picha inayoonyesha kwa habari ya shetani, kwamba Goliati alikuwa anawakilisha shetani na lile jeshi lililokuwa upande wa Goliati lilikuwa likiwakilisha mapepo. Lakini kwa jinsi ya kawaida, mtu ukisoma huwezi kuiona hiyo picha. Alafu Daudi anatokea kama mtu miongoni mwa wana wa Israeli. Kumbuka, wakati Daudi anatokea, taifa zima la Israeli lilikuwa limeshindwa, limegaragazwa, halina uwezo, limefichama. Kwa hiyo picha ilikuwa ikimuonyesha Daudi kama Yesu Kristo, kwamba wakati wanadamu wengine wote tumefichama, shetani ametuburuta, ametuchezea, hatuna uwezo wa kumshinda, anakuja Yesu Kristo kama Daudi, anampiga Goliati ambaye ni shetani, na alipompiga mapepo yote yakakimbia, yakafichama, kwa sababu bosi wao ambaye ni ibilisi ameshughulikiwa na Yesu Kristo. Lakini hayo mambo kwa jinsi ya kawaida tusingeweza kuyaelewa, yalikuwa yamefunikwa. Unaposoma pia habari za wana wa Israeli wanapotoka katika nchi ya utumwa kuja katika nchi ya Kanaani, hiyo ni picha kwamba mahali walipokuwa nchi ya Misri ilikuwa ni sawasawa na mahali ambapo tulikuwa kabla ya wokovu. Tulikuwa mahali pa giza, tulikuwa kwenye ufalme wa giza. Kwa hiyo Yesu akaja kutuondoa kwenye ufalme wa giza na kutuingiza katika ufalme wa pendo lake, kama vile wana wa Israeli walivyohamishwa katika ufalme wa giza na kuingizwa katika ile nchi ya ahadi ambayo Mungu aliwaahidia. Kwa hiyo sasa Paulo aliyepewa hiyo kazi anasema hawa mitume walipoiona neema aliyopewa, kwa sababu Paulo alipewa huduma kwa mataifa na Petro alipewa huduma kwa watu wa tohara, maana alipewa huduma kwa watu wa Wayahudi. Kwa hiyo hawa mitume
walipoona hiyo neema ambayo Mungu amempa Paulo, wakampa mkono wa shirika kwamba aende akaifanye hiyo kazi sawasawa na Mungu alivyompa, alafu hao wengine waende kwa watu wa tohara ambao ni Wayahudi. Ukisoma mstari wa 10, maandiko yanasema, ila neno moja tu walitutakia, tuwakumbuke masikini, nami neno lilo hilo nalikuwa na bidii kulifanya. Huyo ni Paulo anaeleza. Sasa wakiwa Antiokia kuna jambo linatokea. Paulo anasema, lakini Kefa alipokuja huko Antiokia, na alishindana naye uso kwa uso, kwa sababu alistahili hukumu. Kumbuka, huyu mtu ambaye Paulo anasema alishindana naye uso kwa uso ni Petro, ambaye mwanzo anasema hawa ndio wenye sifa ya kuwa ni nguzo kwenye kanisa, lakini anasema alipokuja kutoka Yerusalemu kwenda Antiokia, Paulo alishindana naye uso kwa uso. Kwa nini alishindana naye? Anasema kwa maana kabla hawajaja watu kadha wa kadha waliotoka kwa Yakobo, alikuwa akila pamoja na watu wa mataifa, lakini walipokuja wao akarudi nyuma akajitenga. Huyo ni Petro, huku akiwaogopa waliotahiriwa, yani Wayahudi. Yani Petro alipoenda Antiokia ambako Paulo alikuwa akifanya kazi na Barnaba, hakuona shida kuchangamana na watu wa mataifa. Kwa hiyo alikuwa anakula nao, wale ambao wamemwamini Kristo, ambao walikuwa si Wayahudi, alikuwa anakula nao, anashirikiana nao. Lakini ghafla walipotoka watu kutoka Yerusalemu kuja Antiokia kuwasalimu, ghafla Petro akajitenga na kurudi nyuma na kuanza kukataa kuchangamana na Wayahudi. Kwa hiyo hilo jambo alilolifanya, maandiko yanasema Paulo alishindana naye uso kwa uso, akimwambia unachokifanya sio kitu kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na hao Wayahudi wengine wakajigeuza pamoja naye. Maana yake sasa, kwa sababu ya kile alichokifanya Petro, na hao Wayahudi ambao nao walikuwa wamemwamini Yesu Kristo, na wao wakajigeuza pamoja naye. Maana yake wakaanza kujitenga, hata Barnaba pia akachukuliwa na unafiki wao. Kwa hiyo kumbuka, wakati Paulo yuko Antiokia alikuwa pamoja na Barnaba wakiifanya hiyo kazi ya Mungu. Alipokuja Yakobo, Petro ambaye ni Kefa, akashirikiana nao vizuri pamoja na watu wa mataifa, hakuna shida. Lakini walipoona kina Yakobo wamekuja kutoka Yerusalemu, Petro akajitenga, akaanza kujitenga na watu wa mataifa, hataki kushirikiana nao. Na kwa sababu ya alichokifanya, na Wayahudi wengine ambao walimwamini Yesu Kristo, na wao wakachukuliwa na unafiki huo wa Petro, wakajitenga. Hata Barnaba naye akajitenga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hili jambo lilimkasirisha Paulo. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni Wayahudi ambao waliamini wakampokea Kristo, na wakawa wameachana na mambo ya Torati na mambo ya dini ya Kiyahudi. Sasa akasababisha Wayahudi hao kuwa wanafiki, wakiacha njia ya imani na kutaka kuwapendezesha Wayahudi waliotoka Yerusalemu. Jambo hilo lilimchefua Paulo. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 14, lakini nilipoona ya kuwa njia yao haiendi sawasawa na kweli ya Injili, na alimwambia Kefa ambaye ni Petro mbele ya wote, manake mbele ya walio Wayahudi waliotoka Yerusalemu, mbele ya Wayahudi walioamini na mataifa waliomwamini Yesu Kristo. Paulo anasema, alimwambia waziwazi mbele ya wote, ikiwa wewe uliye Myahudi wafuata desturi za mataifa wala si za Wayahudi, kwa nini unawashurutisha mataifa kufuata desturi za Wayahudi? Wayahudi na mataifa huokolewa kwa imani. Sisi tulio Wayahudi kwa asili wala si wakosaji wa mataifa, hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Kristo Yesu. Sisi tuliomwamini Kristo Yesu, ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria, maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Paulo hayo maneno anamwambia Kefa mbele ya hao watu wote kwamba kwa nini wewe unawashurutisha watu wa mataifa wafate desturi ya Kiyahudi, ikiwa sisi tulio Wayahudi kwa asili hatuifuati desturi ya Wayahudi. Na nitakwambia kwa nini nimeanzia hapa. Lakini ikiwa sisi wenyewe kwa kutafuta kuhesabiwa haki katika Kristo tulionekana kuwa tu wenye dhambi, je, Kristo amekuwa mtumishi wa dhambi? Hasha! Siibatili neema ya Mungu. Ikiwa haki hupatikana kwa njia ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Huyo Paulo hayo maneno anamwambia Petro.
Paulo alishindana na Petro mbele ya watu wote, Wayahudi waliokuwepo, waliotoka Yerusalemu na watu wa mataifa walioamini, na Paulo hakujibu chochote kuonyesha ya kwamba Paulo alichokisema kilikuwa ni sawa. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka mwanzo Paulo anamtambulisha Barnaba, Kefa ambaye ni Petro na mitume wengine kwamba hao ndio wenye sifa ya kuwa nguzo kwa kanisa, lakini walipokuwa Antiokia, Paulo anamkosoa Petro mbele ya watu wote kwamba huo unafiki unaofanya sio mzuri, unataka kujionyesha kwa hao waliotoka Yerusalemu kwamba wewe ni mzuri, haujajichanganya na watu wa mataifa. Akamkemea, na alipomkemea Petro alikubali na akakaa kimya. Lakini baada ya muda alielewa Injili, na hata alipokuja kuiamua kesi kutoka Antiokia aliamua vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Petro hapa ilikuwa ni kabla ambapo hajaenda nyumbani kwa Kornelio. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakujua kwamba Mungu amewaruhusu na mataifa nao ni warithi wa ile ahadi ambayo Mungu alitupa. Sasa akiwa kule, kwa sababu ya unafiki, akaamua kujitenga, akikataa kuchangamana na watu wa mataifa. Lakini baadaye, baada ya Mungu kumtokea na kwenda nyumbani kwa Kornelio na kumuonya yale aliyomuonya, huyu Petro ambaye zamani aliishi maisha ya unafiki akikataa kuchangamana na watu wa mataifa, alipoielewa Injili, alipoletewa kesi inayofanana na hiyo kutokea Antiokia, aliamua vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na jana nilikuonyesha hilo jambo ya kwamba huyu Petro, baada ya kutokea mashindano kule Antiokia kati ya Barnaba, Petro na wale Wayahudi ambao walitoka Yerusalemu, wakiwashurutisha watu wa mataifa kwamba wokovu hauwezekani, hautakamilika isipokuwa wao hawatatainiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo walikuwa wakiwaamrisha watu wa mataifa kwamba ili huo wokovu ukamilike wanatakiwa kutainiwa, lakini walishindwa kuelewa kwamba hiyo tohara ambayo Mungu alikuwa anaisema sasa imegeuka kutoka kwenye mwili imehamia rohoni, lakini wao wamebaki zama za Agano la Kale ambapo sasa zama zimeshabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haya, Yoeli sura ya 2 mstari wa 28, maandiko yanasema, hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Mitume wanarejea andiko hilo katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 15 mpaka mstari wa 33, waliposhikiwa na Roho Mtakatifu na kuonekana wamelewa kwa mvinyo. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka, maandiko yote kwenye kitabu cha Agano la Kale yalikuwa yakionyesha kitu kinachokuja, maana Agano la Kale lilikuwa ni kivuli, Agano Jipya ni uhalisia. Kwa hiyo Mungu alizungumza na manabii, na moja ya nabii ambaye alizungumza naye ilikuwa ni Yoeli. Anamwambia Yoeli kwamba itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Kwa hiyo anamuonyesha kwamba nyakati zinakuja ambapo mimi nitamimina roho yangu ndani ya wote wenye mwili. Bwana Yesu asifiwe. Alafu anasema wana wenu waume kwa wake watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, na vijana wenu wataona maono. Sasa hawa mitume siku ya Pentekoste, Matendo ya Mitume sura ya 2, waliposhukiwa na Roho Mtakatifu, walipoanza kunena kwa lugha mbalimbali kadiri Roho alivyowajalia, watu wa mataifa waliwaona kama wamelewa. Kwa hiyo wakiwa kwenye hayo mazingira, mitume wanainuka na kuambia, jamani, hatujalewa, ila kile kitu Mungu alichokisema kwa kinywa cha nabii Yoeli kwamba atamimina roho wake kwa kila mataifa, kwa kila mtu, hiyo ahadi Mungu ameitimiza. Amekimwagia kipawa cha Roho Mtakatifu, na huku kunena kwa lugha mnakuona ni matokeo ya kipawa ambacho Mungu amekimina ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ile ahadi ambayo ilikuwa ndani ya agano, ambayo hiyo ahadi ni ya Roho Mtakatifu, inatimizwa kwa wote. Inaanza siku ya Pentekoste kwa Wayahudi, kisha inakuja kukamilishwa kwa mataifa nyumbani kwa Kornelio. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka, Mungu anamwambia Yoeli, anasema siku zinakuja ambapo nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili. Kwa hiyo yeyote anayeamini kwa habari ya Injili, Mungu anammiminia roho wake Mtakatifu.
Kumbuka maandiko yanasema juu ya wote wenye mwili, maana sio kwa Wayahudi, ni kwa wote, iwe Wayahudi iwe watu wa mataifa. Ukiamini tu Injili, Mungu anaachilia Roho yake Mtakatifu ndani ya mtu kama kutimiza kwa hiyo ahadi. Kwa hiyo hili jambo lilianza kwanza kwa Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Siku hiyo ya Pentekoste, Roho Mtakatifu aliwashukia wakiwa wako juu, wakanena kwa lugha. Lakini baadaye Mungu anakuja kuitimiza hiyo ahadi, kuonesha kwamba kitu alichokisema ni cha mataifa, lakini pia cha wana wa Israeli. Akiwa kwa Kornelio nyumbani, baada ya Petro kuhubiri Injili, wale watu walipoisikia Injili wakashukiwa na Roho Mtakatifu. Waliposhukiwa na Roho Mtakatifu wakaanza kunena kwa lugha. Ndipo Petro anasema, ni nini kinachowazuia hawa watu wasibatizwe? Kwa sababu na wao wamemwagiwa kitu kile kile ambacho sisi tulimwagiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaona, kwa Wayahudi Mungu ameitimiza hiyo ahadi, na kwa mataifa amefungua huo mlango kuanzia kwa nyumba ya Kornelio. Kutokea hapo mataifa nao wote wanapokea hiyo ahadi ya Mungu kwa njia ya imani wanapomwamini Yesu Kristo. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 27 mpaka wa 29, maandiko yanasema, maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mtu mume wala mtu mke, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Kwa hiyo hapa Paulo anatuonyesha, anasema sisi tuliobatizwa katika Kristo Yesu tumemvaa huyo Kristo, na kwa sababu tumemvaa Kristo, sasa hakuna utofauti kati ya Myahudi na Myunani. Myunani anawakilishwa mtu wa mataifa. Unaposikia Myunani, tafsiri yake ni kwamba anasimama kwa niaba ya mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baada ya kumpokea Kristo na kumvaa Kristo, maandiko yanasema sasa hapana tofauti kati ya Myahudi au Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mtu mume wala mtu mke, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo. Kwa hiyo ndani ya Kristo Yesu hakuna aliye Myahudi wala hakuna aliye Myunani. Hata kama umeoa na kuolewa, ndani ya Kristo hakuna mtu mke wala hakuna mtu mume. Yesu Kristo ndiye kichwa na sisi tu viungo ndani yake. Na maandiko yanasema wote, mimi na wewe, tu mabibi harusi wa kwake, na yeye ndiye bwana harusi. Bwana Yesu asifiwe. Mpo mabibi harusi? Mpo mabibi harusi? Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema, na kama ninyi ni wa Kristo, basi mmekuwa uzao wa Ibrahimu na warithi sawasawa na ahadi. Na hiyo ahadi ni ya Roho Mtakatifu pia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu asikuchanganye, hakuna tofauti kati ya mataifa na Wayahudi katika Kristo, kwa sababu wote tumeshiriki ahadi moja, na Kristo ndiye kichwa na wote ni viungo katika mwili wake. Kwa hiyo hakuna utofauti. Wewe ukiwa Myahudi, ukiwa ni mataifa, ukiamini tu, hakuna tofauti. Tofauti inakufa hapo hapo, kwa sababu walichoshiriki Wayahudi siku hiyo Roho Mtakatifu anashuka, ndicho walichoshiriki mataifa nyumbani kwa Kornelio. Wangekuwa wamepokea wao kitu tofauti, tungesema kuna tofauti, lakini sote tumenywea roho mmoja, ambaye huyo ni Roho wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yeremia sura 31 mstari wa 31 na wa 32. Na nimesema kwamba hii Yeremia ndio msingi wa somo letu ambalo tunaenda nao. Mstari wa 31, maandiko yanasema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Tulishaangalia kwa habari ya siku zinakuja, nikakueleza kidogo, nikasema hizo siku manabii walitabiri hazikuwa wakati wao, zilikuwa wakati unaokuja. Na maandiko yanasema walitamani sana kujua, wakichunguza hizo siku ni za namna gani, zinafananaje. Lakini Roho wa Mungu aliyekuwa ndani yao aliwaonya, akiwaambia hayo mambo sio kwa ajili yenu, ni kwa wakati unaokuja. Lakini hayo mambo ambayo ni sasa yametimizwa, malaika walio mbinguni wanayachungilia, maana wanatamani wangekuwa wanadamu, lakini kwa bahati mbaya haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko yanasema nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Nikakuonyesha kwa nini Mungu aliamua kuchagua nyumba ya Yuda. Nikakwambia hawa watu Mungu aliwapa nafasi hiyo ili watumike kwa mfano, kutuonyesha namna haki ya Mungu na neema yake inafanya kazi, na kutuonyesha namna ya Torati inayofanya kazi. Na jana nikakuonyesha ya kwamba wakati wanatoka Misri mpaka wanafika mlima Sinai, kabla hawajapokea zile amri, walikuwa wakiishi chini ya neema. Ndio maana waliponung'unika hawakufa, walipomkosea Mungu hawakuona ghadhabu yake. Lakini walipofika mlima Sinai, nikakuonyesha andiko,
Mungu alipomwambia Musa, anasema nenda kawaambie hawa watu, nataka niwaletee agano jingine, nataka niwape sheria, Torati. Je, wataweza? Walijibu kwa pamoja, ndio, tuko tayari na kila atakachokisema Bwana tutakifanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kutokea hapo wakaanza kuishi maisha ndani ya Torati, na kwa sababu hiyo walipoishi maisha ndani ya Torati, kila waliponung'unika walipigwa. Bwana Yesu asifiwe. Kila waliponung'unika, Mungu alitumia kinywa chao, yale waliyosema kwenye vinywa vyao ndiyo yaliyowaua. Na unajua Mungu hakuwaua, bali walijua wenyewe, kwa sababu Mungu ameweka nguvu ya mauti na uzima kwenye kinywa cha mtu. Kwa hiyo waliposema tutakufa, walikufa ndio, lakini Mungu hakuwaua, walijua wao wenyewe. Lakini hicho kilikuwa ni kipindi cha sheria, waliona hasira, waliona hayo mambo. Wakati wa kwanza waliponung'unika kuhusu maji, Mungu aliwapa maji. Mara ya pili waliponung'unika kuhusu maji, wakapigwa. Wakatoka wakaenda mahali fulani, wakamwambia Musa, akasema umetutoa Misri uje utuue mahali hapa, maana tunaona watoto wetu ndio watakaokuwa watumwa. Mungu akasema, sasa Musa sikia, si wamesema kwamba nimewaleta niwaue hapa, na wanaona watoto wao ndio watakuwa watumwa. Sasa kuanzia miaka 19 na kuendelea juu nitaua wote, nitawaacha hao watoto ambao wamesema watakuwa watumwa ndio watakaoingia nchi ya Misri. Lakini kabla ya hapo walisema umetuleta hapa tufe. Mungu hakuwaua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu alikuwa akiwaonyesha namna neema yake inavyofanya kazi na Torati inavyofanya kazi. Haya, twende kitabu Yeremia 31:32. Anasema, si kwa mfano wa agano lile nililolifanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Anaposema si kwa mfano, yani halifanani kabisa. Angalia hiki Mungu alichokisema, si kwa mfano. Hilo agano ambalo kwenye mstari wa 31 amesema atalifanya, anasema hilo agano si kwa mfano wa agano lile nililofanya na baba zao. Maana yake halifanani kabisa hilo agano. Bwana Yesu asifiwe. Anasema katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao. Nimeweka hapa ili msisahau, nitaka nikupe huo mfano wa kiti. Nikikuletea kiti, kama wewe unachonga, nikakwambia ninaomba nitengenezee kiti kwa mfano wa hiki kiti, maana yake nakutarajia utaniletea kiti kinachofanana na hicho nilichokupa mfano wake. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake nina uwezo wa kukikagua kitu utakachoniletea, kikiwa tofauti na kile nilichokupa, nitakwambia mbona umefanya tofauti. Lakini Mungu anasema si kwa mfano, maana yake ukichunguza hilo agano jipya na agano alilofanya havifanani hata kidogo. Haleluya. Amen. Bahati mbaya hilo agano lilivunjika ambalo Mungu alifanya na wana wa Israeli. Kutoka 32:19 maandiko yanasema, hata alipoyakaribia marago akaiona ile ndama na ile michezo, hasira ya Musa ikawaka, akazitupa zile mbao mikononi mwake, akazivunja chini ya mlima. Bwana Yesu asifiwe. Akatwaa ile ndama walioifanya, akaichoma moto, akaisaga hata ikawa mavumbi, akainyunyizia juu ya maji, akawanywesha wana wa Israeli. Sasa angalia, Musa siku hiyo anatoka mlimani, kabeba sanduku la agano, amebeba zile mbao za agano ambazo Mungu ameandika, na ndio agano hilo Mungu alilowapa. Lakini wakati wakiwa mlimani wanashuka, Mungu anamwambia Musa, rudi kule kwa watu wako, maana tayari wameshajaribu nafsi yao, wamekengeuka, wameasi. Sasa Musa akiwa anashuka mlimani, ghafla Joshua anasikia kelele za watu, anasema, mbona kwenye kambi nasikia kuna kelele? Hizo kelele ni kama za watu walioshinda vita. Lakini Musa anasema hizo kelele sio za watu walioshinda vita, hizo kelele kuna uasi umefanyika. Kwa hiyo Musa alipofika katikati ya wana wa Israeli, anakuta tayari jamaa hawa wameshatengeneza ndama na wanacheza mbele ya hiyo ndama, alafu wanasema, ewe ndama, wewe ndiye uliyetutoa Misri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani wamesahau Mungu aliyewatoa kutoka Misri. Lakini ghafla walipofika hapo, walipoona Musa anachelewa, wakajitengenezea ndama, alafu wanasema, wewe ndiye Mungu uliyetutoa Misri. Kwa hiyo wanatamani warudi tena Misri, lakini kwa msaada wa Mungu ndama. Kwa hiyo Musa alipoona hayo, hasira yake ikawaka. Alipowaka hasira yake, akazitupa zile mbao mikononi mwake, akazivunja chini ya mlima.
Bwana Yesu asifiwe. Sasa angalia mstari huu, akatwaa ile ndama walioifanya. Manake ile ndama ambayo wameitengeneza akachoma moto hiyo ndama. Nakumbuka hiyo ndama walipoitengeneza ilikuwa ni ya vito vya thamani, manake zilitoka pete kutoka kwa watu, zilitoka heleni dhahabu na shaba kutoka kwa watu. Sasa Musa kwa sababu ya hasira akasema, hawa watu nikifanya hili jambo watamrudia Mungu. Akachukua hiyo ndama akaichoma moto, manake anaiyeyusha. Alipoichoma moto akaisagasaga hata ikawa mavumbi. Ilipokuwa mavumbi akaona haitoshi, akachukua maji, lile vumbi akalinyunyiza juu ya maji, alafu akawanywesha wana wa Israeli. Ona hiyo hasira yao jamaa ilivyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa pamoja na yote Musa aliyoyafanya, lakini ulipofikia muda anawaambia, haya mlio upande wa Mungu basi njoni. Jamaa wote wakagoma, wakamwambia hatuji kwa Mungu wako, huyo Mungu wako pambana naye mwenyewe. Nikakwambia jana, Musa akawaambia wale Walawi, kwa sababu ndio kabila pekee ambao lilitoka likamfuata Musa, akamwambia sasa ninyi shikeni upanga kila mtu pajani mwake na uweni watu wote. Wakaendelea. Walipofika watu 3,000, Musa akasema hapa nitamaliza wote, narudi juu kwa Bwana nikafanya upatanisho nao. Sasa nimeandika agano kwa mara ya kwanza linaingia na linavunjika. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Mungu anazungumza kule, anasema hapa, si kwa mfano wa agano lile nililolifanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja. Walilivunja wapi? Ile siku Musa anashuka mlimani, alipozitupa zile mbao, ndio agano lilivunjika hiyo siku. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haya, naandika nimesema, lakini alilolifanya na Ibrahimu na kulithibitisha ndani ya Kristo ni la milele, halitavunjika kamwe. Na tumeangalia kwenye maandiko nikikuonyesha ya kwamba Mungu alifanya na Ibrahimu na hakumhusisha Ibrahimu, alifanya mwenyewe ili hilo agano lisiweze kuvunjika. Ndani ya agano hilo, amri ya kwanza inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Lakini bahati mbaya siku hiyo amri inavunjwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni lile agano ambalo Mungu amempa Musa, anasema nena na hili agano kwa wana wa Israeli. Lakini katika hilo agano kulikuwa kuna amri, na amri ya kwanza inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Lakini bahati mbaya hata Musa hajashuka na hilo agano, watu wameshakengeuka, wanaabudu Mungu mwingine kinyume cha Mungu aliyowaleta. Kwa hiyo wanaivunja siku ya kwanza, agano linaingia linavunjika. Lakini pia na amri ya kwanza siku hiyo inavunjwa. Bwana Yesu asifiwe. Amri ya 6 inasema usiue, lakini hii amri ilivunjwa kwa sababu siku hiyo Musa ndiye aliyehalalisha watu 3 wakafa. Lakini kwenye agano lililobeba kuna amri inayosema usiue. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza agano linaingia, wameshashindwa. Ingawa kwa mbwemo walisema yote atakayotuambia Bwana tutafanya, mwambie alete hapo ni kitu kadogo kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Unaona namna ilivyo ngumu. Haleluya. Amen. Haya, agano kwa mara ya kwanza linaingia na linaanza kwa watu kufa. Kwa hiyo agano limeingia, watu 3,000 wanakufa, na kutokea hapo sasa watu wote hao wakao wako chini ya huduma ya mauti. Ndio maana Mungu anasema si kwa mfano wa hilo ambalo walilivunja. Maanake hawa watu agano tu lilipoingia ndani yao, watu wakafa 3,000, na walipokufa watu 3,000, maanake kutoka siku hiyo agano hilo likawa linafanya kazi chini ya huduma ya mauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe haupo chini ya agano ambalo lilivunjika, mtu wa Mungu. Haupo chini ya hilo agano ambalo lilivunjika. Wewe upo ndani ya agano ambalo lilifanywa na Ibrahimu, na Yesu Kristo akaja kulikamilisha na kulithibitisha na kulifanya liwe imara milele na milele, lisivyoweza kuvunjika. Sasa uamuzi ni wa kwako. Unataka kuwa kwenye agano lililovunjika la wana wa Israeli ambalo wewe haukuhusishwa, au unataka kuwa kwenye agano jipya ambalo limefanywa na Yesu Kristo na wewe ni mrithi ndani ya hilo agano? Bwana Yesu asifiwe. Wakati wote walikuwa chini ya huduma ya mauti. Hilo nimekwisha kuambia. Agano jipya lilianza damu ya Yesu ilipomwagika msalabani. Damu ya Yesu ilipomwagika tu msalabani ndiyo mwanzo wa agano jipya, kwa sababu maandiko yanasema
maana agano la urithi lilipo lazima iwepo mauti yake yeye aliyeifanya. Waebrania 9:16 mpaka 19. Maandiko yanasema ili liwepo agano la urithi lazima iwepo mauti yake yeye aliyeifanya. Kwa hiyo haliwezi kuwepo agano la urithi kama hakuna mauti ya yeye aliyefanya hilo agano. Kwa maana agano la urithi lina nguvu pakitukia kufa kwa mtu, kwa kuwa halina nguvu kabisa akiwa yeye yu hai aliyefanya. Kwa hiyo agano letu ambalo Yesu alilifanya lina nguvu kwa sababu Yesu alikuja kama mtu na akafa, na kwa sababu alikufa, hilo agano lina nguvu kushinda agano ambalo walifanyiwa wale. Kwa hiyo hata lile la kwanza halikuanzwa pasipo damu, maana kila amri ilipokwisha kunenwa na Musa kwa hao watu wote, kama ilivyoamuru sheria, alitwaa damu ya ndama na ya mbuzi pamoja na maji na sufu nyekundu na hisopo, na akanyunyizia kitabu chenyewe na watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Hili agano, maandiko yanasema hapana damu agano ambalo lilianzwa pasipo damu. Kwa hiyo hawa wakina Musa, agano lao, damu iliyotumika ilikuwa ni damu ya ndama na damu ya mbuzi. Kwa hiyo Musa alichokuwa akikifanya, alikuwa anachukua ile damu pamoja na hisopo pamoja na maji, anachovya hiyo damu kwenye hiyo agano, kwenye hiyo damu, halafu kwenye kile kitabu cha agano anainyunyizia, halafu na watu wale anawanyunyizia hiyo damu. Bwana Yesu asifiwe, kama ishara ya uwepo wa hilo agano. Lakini angalia, kwenye agano letu Yesu mwenyewe alikufa kwa ajili yetu, kulipa nguvu hilo agano. Tuna damu ya Yesu mwenyewe, si damu ya ndama wala ya mbuzi. Kwa hiyo agano lile walikuwa wakitumia damu za wanyama ili kulipa nguvu hilo agano, na damu hizo ndio zilikuwa zinanyunyizwa kwenye kile kitabu cha Torati na juu ya watu. Lakini agano jipya hatutumii damu za wanyama, tunatumia damu ya Yesu mwenyewe. Haleluya, haleluya. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza 18 na 19, maandiko yanasema, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwanakondoo asiye na ila, asiye na waa, yani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni kwa damu ya Yesu Kristo. Wale walinyunyiziwa kwa damu ya mbuzi, lakini sisi tumeoga kabisa, tena si kwa damu ya mbuzi bali ya Mungu mwenyewe, yani ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Walinyunyiziwa, lakini wewe umeoshwa mwili mzima kwa damu yake Yesu Kristo. Yesu alipanda msalabani kama mwanakondoo aichukuae dhambi ya ulimwengu. Yesu anapoenda msalabani, anaenda kama mwanakondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Lakini alipopigwa mkuki, damu na maji vikamtoka, na ishara ya agano jipya kuanza ikathibitishwa siku ya Pentekoste kwa Roho Mtakatifu kushuka. Maanake ile siku Yesu alipokuwa msalabani, alipochomwa mkuki ubavuni, damu na maji vikatoka, ndio hiyo siku tulitakaswa kwa damu yake, na ndiyo hiyo siku agano jipya lilianzwa. Lakini hilo agano ambalo lilianza msalabani linakuja kuthibitishwa siku ya Pentekoste na Roho Mtakatifu kushuka juu ya waamini. Kwa hiyo mtu anapoamini kile Yesu alichokifanya msalabani, ameingia kwenye hilo agano, na ili kulithibitisha hilo agano anapokea kipawa cha Roho Mtakatifu ndani yake kama uthibitisho wa hilo agano. Ndio maana Waefeso 1:13-14 maandiko yanasema, nanyi katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu, tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na Roho yule wa ahadi aliye Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndani yako mtu wa Mungu, Mungu amekutia muhuri, amekustamp ya kwamba wewe ni wa kwake. Mahali popote unapokwenda huwezi kupotea machoni pake. Bwana Yesu asifiwe. Na bahati mbaya, hata ulimwengu wa roho, mashetani yanajua ya kwamba wewe umekuwa certified na Mungu, yaani Mungu amekugonga wewe muhuri. Unajua barua ili ionekane barua huwa inatakiwa igonge muhuri. Ukipeleka mahali barua haina muhuri, inaonekana ni batili. Kwa hiyo Mungu ametugonga mwenyewe kwa muhuri wa Roho Mtakatifu. Yaani shetani akiangalia anasema haya majamaa yamethibitishwa na Mungu kwamba ni ya kwake Mungu wenyewe. Kwa hiyo hawezi shetani kukugusa wewe, hawezi kukuonea kwa chochote, kwa sababu hana hiyo mamlaka. Mungu alishakuondoa akakupa Roho wake Mtakatifu kama arabuni ya roho, kuonyesha ya kwamba wewe ni wa kwake kabisa. Ndiye aliye arabuni ya urithi wetu, ili kuleta ukombozi kwa miliki yake, kuwa sifa ya utukufu wake.
Na siku hiyo agano linathibitishwa, watu 3,000 wanapokea uzima. Bwana Yesu asifiwe. Nitakueleza hiki kitu. Siku ya kwanza Pentekoste, Roho Mungu anapowashukia, Matendo ya Mitume sura ya 2:41, maandiko yanasema nao waliolipokea neno lake wakabatizwa. Siku ile wakaongezeka watu wapatao 3,000. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza Roho Mtakatifu anashuka kwa ajili ya kulithibitisha agano. Mitume wanashukiwa na Roho Mtakatifu. Walipotoka nje wakawaeleza watu wa mataifa, hatujalewa, ni kipawa cha Roho Mtakatifu ambacho Mungu alisema kwa kinywa cha Yoeli kwa nyakati hizi atatupa. Wale watu waliposikia habari ya injili hiyo, waliposikia habari za Yesu Kristo, walipoamini, Roho Mtakatifu alifanya watu 3,000 kuokolewa siku hiyo. Agano lile ambalo lilivunjika siku ya kwanza linaingia, watu 3,000 wanakufa. Hili agano linathibitishwa kwa mara ya kwanza, watu 3,000 wanahuishwa, wanapokea uzima. Bwana Yesu asifiwe. Lile agano watu walikuwa chini ya huduma ya mauti, lakini katika agano jipya anayemwamini Kristo anaingia kwenye huduma ya uhuisho. Wakati wote yuko kwenye huduma ya uhuisho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naye ndiye aliyetutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya. Huyo ni Kristo, si wa andiko bali wa Roho, kwa maana andiko huua bali Roho huuisha. Hili andiko linathibitisha hicho kitu. Maandiko yanasema Kristo ametutosheleza kuwa wahudumu wa agano jipya, si wa andiko. Anaposema si wa andiko, andiko ni Torati, bali wa Roho, kwa maana andiko huua bali Roho huuisha. Siku ya kwanza andiko Torati linaingia katikati ya watu 3,000 walikufa. Ndio maana anasema maana andiko huua. Kwa hiyo wakati wote mtu unapokuwa chini ya Torati, maana yake umejiingiza mwenyewe chini ya huduma ya mauti. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anasema sisi tu wahudumu wa agano jipya, ambao hilo agano tunakuwa wahudumu wa Roho, kwa sababu Roho huuisha. Kwa hiyo tukiwa ndani ya Roho Mtakatifu, wakati wote tupo chini ya huduma ya uhuisho. Roho anaingia kwa mara ya kwanza, watu 3,000 wanaokolewa. Andiko linaingia kwa mara ya kwanza, watu 3,000 wanakufa. Hiyo nimeshasema. Haya, tuangalie hapa Warumi 8:11. Maandiko yanasema, lakini ikiwa Roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Kwa hiyo tulipompokea Roho Mtakatifu tulipokea huduma ya uhuisho. Wakati wote Roho wa Mungu anatuhuisha. Tupo chini ya huduma ya uhuisho, sio huduma ya mauti, bali ni huduma ya uhuisho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumefika mwisho wa somo letu siku ya leo. Haleluya. Tumeelewa watu wa Mungu. Tumeelewa watu wa Mungu. Kwa hiyo wewe ndiye unayechagua sasa uwe agano lipi. Uwe kwenye huduma ya kuhuishwa au uwe kwenye huduma ya mauti. Mungu amekupa uchaguzi huo, wewe ndiye uchague. Haleluya. Haleluya. Basi naomba tusimame watu wa Mungu. Naomba tusimame. Kwa hiyo mtu wa Mungu, nataka kukwambia jambo moja la muhimu sana. Hata mitume katika Agano la Kale waliteseka kwa sababu hawakuwa na kweli yote. Kwa hiyo walijikuta wanachanganya Agano la Kale na mambo ya Agano Jipya, lakini kwa namna isivyo. Kwa hiyo kuna wakati mwingine tunajitia wenyewe chini ya sheria, tunajitia wenyewe chini ya Torati kwa sababu hatukuwa na ufahamu, kwa sababu hatukuwa na kweli ya Mungu. Na Yesu anasema tunapoifahamu kweli yake, hiyo kweli yake inatuweka kuwa huru. Maanake tunatoka katika hali yote ambayo inatufanya tukose uhuru. Na ukisoma maandiko, Yesu anasema
hiyo kweli yake tunayoifahamu inatutakasa. Yohana 17:17 anasema watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Maana tunapoifahamu kweli ya Mungu, chochote ambacho adui alikuwa anatuonea nacho, hiyo kweli inatakasa, inakiondoa. Yaani kuna wakati mwingine huhitaji kuombewa kwa sababu ya kuifahamu kweli ya Mungu. Kweli ya Mungu inakutakasa yenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na unapoendelea kukaa kwenye kweli ya Mungu, inakuweka kuwa huru. Maana inakuondoa chini ya utumwa, inakuweka mahali pa kuwa huru. Mitume hawakuelewa, hata Petro ilimchukua muda kuelewa haya mambo, lakini kwa chini ya usaidizi wa Paulo aliyepewa hiyo huduma ya kuonyesha uhusiano wa Agano la Kale na Agano Jipya, Petro alielewa hicho kitu. Alipoelewa kitu, akawa mjumbe wa kwanza kusaidia kusuluhisha kesi ambayo ilitoka Antiokia ikiwa na utata kwamba mataifa wanashurutishwa na wao pia watailiwe, lakini agano haliko hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kristo anataka tuifahamu hiyo, anataka tukae huko, kwa sababu ndani ya hiyo ndimo mlimo na uhuru wote. Uhuru wote unapatikana huko. Ndio maana Paulo kwa Roho Mtakatifu anazungumza, anasema tujazwe maarifa ya mapenzi yake. Mungu anataka tujae kwa maarifa ya mapenzi yake. Na nyakati hizi, kama Mungu alivyotabiri kwa kinywa cha nabii, anasema nyakati za mwisho, kama vile mto unapofurika, kama vile bahari inavyoifunika nchi, anasema nyakati hizo maarifa yake yataifunika nchi. Bwana Yesu asifiwe. Na hayo maarifa ni maarifa ya mapenzi yake haya ambayo yalifanywa na Kristo Yesu. Kwa hiyo nataka tuingie kwenye maombi. Jiachie tu huru mbele za Mungu, mwambie kile Mungu unatamani afanye, kwa sababu amekuingiza kwenye agano ambalo amekupa mamlaka ya wewe kufanya chochote. Amekupa mamlaka ya kuamua chochote kikawa. Bwana Yesu asifiwe. Ameweka hiyo ndani yako, wala huhitaji kuitafuta mahali popote. Ameiweka ndani yako. Kwa hiyo naomba tutumie nafasi hizi tuombe mbele za Bwana. Kama una mahitaji yako binafsi, mwambie Mungu na mkumbushe, mwambie, sio kama anasahau. Anasema haya, njoni tukumbushane. Haina maana ya kwamba anasahau, anakumbuka. Lakini anataka uende aone, unaufahamu, unaelewa kilichotokea. Mwambie Mungu, umenipa agano lililo bora. Ndani ya hili agano nina baraka zote. Ndani ya hili agano mambo yote uliyomwambia Ibrahimu yako ndani ya hili agano. Ninaomba nione moja moja likithibitika kwenye maisha yangu. Na kwa kuwa Mungu ni mwaminifu, atayafanya hayo yote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utukufu na heshima vyote ni vyako Bwana, wastahili. Uliacha enzi yako na mamlaka yako mbinguni, ukashuka wastahili, uliacha enzi yako na mamlaka yako mbinguni, ukashuka wastahili, Bwana wastahili,
ukafanyika mwanadamu, ukafika Yesu, ukakipa agano lililo bora, agano ambalo ndani yake kuna ulinzi, agano ambalo ndani yake kuna mamlaka, agano ambalo ndani yake haliwezi kuvunjika, agano ambalo ndani yake kuna uponyaji, agano ambalo ndani yake kuna kila aina ya ulinzi. Yesu amechukua zaidi ya Mungu, zaidi ya Mungu katika jina la Yesu.
ikiwepo Torati. Yesu alikunyang'anya, Yesu alikunyang'anya, Yesu alikunyang'anya. Amekuacha umekuwa mtu kama kisu kilichokuwa na makali, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tuko ndani ya ushindi, tunatembea katika ushindi. Jambo lolote ambalo adui amekusudia kwenye maisha yetu, liwe jambo la aibu, liwe jambo la hasara, iwe ni misiba au magonjwa, katika damu ya Yesu tunayabadilisha kwa mamlaka uliyotupa. Tunayatambua na kuyaharibu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Hayatakuwa kwetu wala kwa watoto wetu, hayatakuwa kwetu wala kwenye kazi zetu, hayatakuwa kwetu wala kwenye maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante Yesu Kristo, asante Yesu Kristo, asante kwa kazi nzuri ya msalaba uliyoifanya, ambayo ndani yake umetupa ushindi, ndani yake umetupa kushinda na zaidi ya kushinda. Umetuondoa hapo kwenye utumwa, umetufanya kuwa huru. Kama ulivyosema kutuweka huru, tunakuwa huru kweli. Umetuweka kuwa huru mbali na magonjwa, umetuweka kuwa huru mbali na maonezo ya kila aina. Asante Yesu Kristo, asante Yesu Kristo. Heshima na utukufu ni kwako, tunakurudishia wewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen. Bwana Yesu asifiwe. Pigie Bwana Yesu makofi na vigelegele. Amen. Bwana Yesu asifiwe.